sera zao na za vyama vyao, na hii ni muhimu ili kuwawezesha kufanya uamuzi wa uhakika juu ya kiongozi anayefaa kuchaguliwa. Aidha, katika kipindi hicho ni muhimu kuhakikisha hali ya usalama, utulivu na amani unadumishwa. Tatu, tunawaasa wananchi wote na hususan vijana wawe waangalifu na watu wasioitakia mema nchi yetu kwa kuepuka kutumwa vibaya kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Utulivu na amani tulio nayo ni tunu na hatuna budi kuilinda kwa nguvu zote kwa maslahi ya taifa letu. Na nne, wadau wote wa uchaguzi na hususan vyama vya siasa tunawahimiza na kuwakumbusha kuwa wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika katika hali ya amani na utulivu kwa kuendesha kampeni zenye staha na kuzingatia sheria na miongozo mbalimbali ya uchaguzi. Ikumbukwe uchaguzi mkuu unafanyika kwa kuzingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 42, ibara ndogo ya pili na ibara ya 65. Lakini pia sheria ya uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024, Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 pamoja na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar namba 4 ya mwaka 2018. Ndugu wananchi, sambamba na ujumbe uliobebwa na kauli mbiu ya mbio za Mwenge 2025, yapo masuala mengine muhimu matano ambayo yatasisitizwa. Kwanza ni muhimu wa kuzingatia lishe bora kwa afya imara, na hii inaambatana na ujumbe maalum unaosema mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Ili kuboresha na kuimarisha hali ya lishe nchini, ujumbe wa Mwenge utahimiza mamlaka mbalimbali za serikali, wadau wa lishe na wananchi wote kuhakikisha uzingatiaji wa kanuni za lishe bora, hususan kwa mama wajawazito, watoto na jamii kwa ujumla. Aidha, ni muhimu pia kusisitiza mazoezi ya mwili kwa ajili ya kujenga afya. Jambo la pili ni mapambano dhidi ya rushwa, na haya yataongozwa na ujumbe unaosema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, timiza wajibu wetu. Ujumbe huu utukumbushe kuwa jukumu la kupambana na rushwa sio la mtu mmoja, bali linatuhusu wote, kwa kuwa rushwa ni adui wa haki na ni kikwazo cha maendeleo na ustawi wa wananchi. Ni vema wananchi wakajiepusha na vitendo vya rushwa kwa kutokutoa, kutopokea au kuomba rushwa, na hasa katika kipindi cha uchaguzi mkuu. Jambo la tatu ni mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, na ujumbe mahususi wa mapambano haya ni chagua njia sahihi, tokomeza ukimwi. Kupitia ujumbe huu, mbio za Mwenge mwaka huu 2025 zitaendelea kuhamasisha wananchi kupambana na maambukizi ya VVU. Ni muhimu Watanzania wote tuzingatie kuwa afya zetu ndiyo mtaji wetu, na kama nchi hatutaweza kufikia malengo yetu ya kimaendeleo endapo tutakuwa na jamii isiyo na afya njema. Hivyo tunawajibika kuchukua hatua za makusudi za kutokomeza maambukizi mapya ya VVU. Aidha, tunao wajibu wa kupambana na unyanyapaa wa waviu pamoja na mila potofu na vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Jambo la nne, mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya.
na mapambano haya yataongozwa na ujumbe maalumu usemao kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Ni dhahiri kuwa matumizi ya dawa za kulevya yanaathiri sana jamii yetu, na kundi kubwa la waathirika ni watoto na vijana kati ya miaka 13 hadi 24 ambao ndio tegemeo kama nguvu kazi ya taifa. Na katika hili inatulazimu kama taifa kuendelea kupambana kwa nguvu zote na biashara, uzalishaji na matumizi ya dawa za kulevya nchini. Na jambo la 5 ni mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria. Na mapambano haya yataongozwa na ujumbe unaosema zero malaria, inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote. Ugonjwa wa malaria umeendelea kuwa tishio katika jamii yetu licha ya takwimu kuonesha kuendelea kupungua kwa maambukizi ya malaria hapa nchini. Katika baadhi ya mikoa ikiwemo Katavi, Tabora, Kagera, kiwango cha maambukizi ya vimelea vya malaria kiko juu. Hivyo ni wajibu wetu sote kushirikiana na serikali kupambana na ugonjwa huu kwa kutunza mazingira, kuharibu mazalia ya mbu na kutumia vyandarua. Ndugu wananchi, Mwenge wa Uhuru mwaka huu wa 2025 unaowashwa leo utakimbizwa kwa muda wa siku 195 katika mikoa 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo serikali itafikisha ujumbe kwa wananchi na kuhamasisha utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo kwa kutembelea, kukagua, kuzindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi ya maendeleo. Hivyo ninaiagiza mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kutoa ushirikiano wa hali ya juu kwa wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa ili waweze kutekeleza jukumu hili la kizalendo walilokabidhiwa la kuhakikisha kuwa wanawafikia wananchi na kuwapa taarifa sahihi kuhusu sera, mipango, miradi na mikakati ya serikali katika kuwaletea maendeleo. Pwani oye! Pwani oye! Ndugu wananchi, ninapomalizia hotuba yangu ninawaomba niseme mambo mawili. Kwanza, ninawapongeza na kuwashukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hakika mambo haya mazuri tunayoyaona katika